Mwezi wa Ramadhani ni mwezi muhimu katika kalenda ya Waislamu. Ni mwezi unaopatikana usiku bora kuliko miezi 1000. Na katika mwezi huu Waislamu huanza kufunga jua linapopanda na kufungua wakati jua linaposhuka. Biashara ya vyakula hunoga katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, kwani watu hujaa sokoni kupata kununua chakula cha kutengeneza ili kufuturisha watu na kununua iftari yao. Lakini leo tulipata fursa ya kulitembelea soko la kihistoria na utamaduni linalotambulika kama Mackinnon Market maarufu Markiti. Tangia mwaka wa 1914 soko hilo lilifunguliwa ili wafanyabiashara wapate fursa ya kuendeleza biashara zao za kuuza matunda, mboga na viungo mbalimbali. Lakini je, mwezi huu mtukufu wa Ramadhani biashara zao zinaendeleaje? Leo tumepata fursa ya kujumuika nao wafanyabiashara wa Markiti kuuliza namna ya vipi biashara zinavyowapeleka katika huu mwezi wa Ramadhani. Tulipowasili tu katika soko la Markiti, tulipata fursa ya kuongea na mwenyekiti wa soko hilo, Muhammad Ali, na akatupa maoni yake kuhusiana na vipi biashara zinavyokwenda katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Alhamdulillah, biashara tangu kwanza Ramadhani mwanzo ilikuwa kwa biashara, alhamdulillah siku 2-3 zile imenoga. Lakini kila hali ikienda, hali ya biashara inarudi chini kulingana vile uchumi wa Kenya vile ulivyo. Kwa hivyo tofauti watu walivyonunua wakati wa mwanzo na sasa siku zikishuka ununuzi wake unakuwa tofauti sana. Punde baada ya kutueleza maoni yake, pia alitupa changamoto wanazozipitia wafanyabiashara hao katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Katika pembe zetu ya soko ya Markiti, kama masuala ya ulinzi, tunaendelea vizuri kwa sababu tuna CCTV ambazo tuliwekewa na wawakilishi wa county. Lakini kilio kilianza juzi kwamba kuna watu wawili walipoteza simu katika maeneo ya katikati ya hili soko la Markiti, baina ya soko la mboga na soko la nyama, hapo kwenye mzunguko wa magari kutokea Old Town. Hii ndio imetuletea shida, na tuomba serikali kuu na serikali ya county waiangalizia swala kama hili. Baada ya kumaliza mahojiano na mwenyekiti, tuliwafuata moja kwa moja wafanyabiashara wa soko hilo ili na wao wapate kutupa maoni yao namna mwezi huu mtukufu wa Ramadhani biashara zao zinavyokwenda. Mwezi ni pekee yake. Mwezi Mwenyezi Mungu mwenyewe ameuleta na khairi zake. Hata kama hakuna kazi, lakini utaona from nowhere riziki yako unapata na maisha yanasonga mbele. Katika mwezi huu wa Ramadhani naona biashara yangu iko chini. Sasa kazi na iko chini kwa sababu ya kuwa nafungwa saa 8. Kutoka saa 8 mpaka saa 12 ndo naona kidogo watu wanaanza kunini, kwa sababu ya kuwa watu wamefunga nini. Kusema kweli sasa ndani ya mwezi wetu mtukufu wa Ramadhani biashara kiasi na masumbuko kidogo, lakini kwa uwezo wake Allah ataleta khair yake na kutafunguka. Siwezi kusema kuna kazi, lakini kazi iko, lakini ni ile ya kubambanya tu. Baada ya kuwapa fursa ya kutueleza maoni yao, tuliwauliza endapo biashara zinaendelea vizuri katika mwezi huu wa Ramadhani au miezi mingine ya kawaida. Alhamdulillah, wakati wa Ramadhani biashara sana, baadhi ya biashara zinakuwa juu sana. Masuala kama viazi zinakuwa kwa idadi kubwa tofauti na ambao si Ramadhani, tomato, vitunguu. Kitu ambacho kinakuwa chini katika mfungo wa Ramadhani katika soko letu la Markiti, utasema hizi mboga greens. Hizi kidogo zinakuwa na utaratibu kulingana na si watu wengi wanaotumia mboga kama hizi. Lakini ukienda upande wa viazi na baadhi bidhaa nyingine ambazo zinatumika sana Ramadhani katika masuala ya iftari ama kufungua mwadhini, huwa zinakuwa na watu wanahitaji sana. Mwenyezi Mungu ameubariki, una khairi zake nyingi sana. Kwanza kwa sasa kama kiupande wangu wa fruits sasa zinatembea kwa sababu kuna joto sana. Alhamdulillah, tuweze kumtoa Mungu shukrani. Namna ya mauzo kati ya mwezi wa Ramadhani na mwezi mwingine, namna ya mauzo naona mwezi mwingine huwa nauza vizuri kuanzia asubuhi mpaka saa 12, na mwezi mtukufu wa Ramadhani nauza kuanzia saa 9:30 mpaka saa 12. Ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani nafikiri katika spice ambayo imeuza sana ni alkasus katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Lakini before mwezi mtukufu ulikuwa watu wanafanya biashara vizuri, spices zote za jikoni mnauza vizuri. Lakini kwa muda wa sasa wa Ramadhani kwa watu wenye kufuturu
naona watu wengi wanakujia Al-Kasus. Al-Kasus ni tiba mbadala ya jiji ambayo inasaidia katika mwili wa binadamu, inasaidia mishipa, inasaidia flow ya damu, inasaidia blockage katika mishipa pia, na kama mishipa pia imekosa nguvu inaimarisha mishipa. Na pia katika ile sekta yetu ya kuleta heshima nyumbani, ukitumia Al-Kasus mambo yanaenda barabara. Yani chakula cha usiku kitimiziwa na cha mchana pia na kutimizia vizuri. Al-Kasus ni tiba pia inayosaidia viungo kuuma. Kama unasikia viungo vyako vinakuuma, inakupa matokeo mazuri katika mwili. Hayo yalikuwa maoni ya wafanyabiashara wa markiti katika mji wa Mombasa, wakitupa maoni yao ya namna biashara zinavyokwenda katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Wengine walilalama, wengine wakifurahia namna biashara inavyowapeleka katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Lakini kikubwa wote walishukuru ya kwamba kile wanachopata ndio kinachowapelekea maisha yao. Nimekuwa wako Abdurrahman Alwi kutoka mji wa Mombasa.